Ni Ijumaa tulivu kabisa mtazamaji, asante na karibu sana tuweze kuziangazia taarifa na habari mbalimbali zilizopewa nafasi katika kurasa za mbele za magazeti tofauti hapa nchini Tanzania. Na moja kwa moja tuanze kuliangazia gazeti Nipashe ikiwa ni tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari kubwa inaandikwa CCM usipime, usajili wanachama wafikia milioni 13, yatamba utekelezaji wa ilani kwa kishindo, yajayo yanafurahisha. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 2 na wa 3 katika gazeti Nipashe. Lakini habari nyingine inaandikwa Wizara ya Ardhi yaainisha mambo 7 kipaumbele. Wizara ya Ardhi yaainisha mambo 7 kipaumbele. Ndani wa habari hii utakuta katika ukurasa wa 5 gazeti Nipashe. Chadema sasa yamwangukia Mbowe kuokoa kutatua mizozo. Chadema sasa yamwangukia Mbowe kuokoa na kutatua mizozo. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 4 gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nchi ya Japani yaahidi Tanzania ukarabati barabara. Nchi ya Japani yaahidi Tanzania ukarabati wa barabara. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 7 gazeti Nipashe. Lakini tukiachana na hiyo, mahakama yawaachia washtakiwa dawa za kulevya. Mahakama yawaachia washtakiwa dawa za kulevya. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 7 gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Walia gharama upatikanaji wa vifaa nishati jadidifu. Walia gharama upatikanaji vifaa nishati jadidifu. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 5 gazeti Nipashe. Na sasa tuyaangazie yaliyoandikwa katika gazeti Mwananchi ikiwa ni tarehe 31 ya mwezi wa 5. Habari kubwa inaandikwa fumbo la Samia. Fumbo la Samia ni kauli yake kuhusu wenye dhamira kuipasua CCM na kutaka kila mmoja ajiulize mwenyewe, aache mjadala na uelewa tofauti. Marekebisho ya katiba yawezesha vikao kufanyika kwa mtandao. Lakini habari nyingine inaandikwa serikali yabebeshwa jukumu kuwezesha hedhi salama shuleni. Serikali yabebeshwa jukumu kuwezesha hedhi salama shuleni. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 2 gazeti la Mwananchi. Ndejembi akomalia migogoro ya ardhi. Ndejembi akomalia migogoro ya ardhi. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 3 gazeti Mwananchi. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari kubwa wao wanaandika CCM yaja kivingine, mikutano kufanyika kidijiti, ilani mpya hadharani leo ya ujivunia mafanikio sekta zote bara na Zanzibar. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 2. Wakati huo habari picha ikionyesha wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM na wa mikoa mbalimbali wakishiriki mkutano mkuu maalum wa CCM taifa jijini Dodoma hapo jana. Lakini ziara ya Majaliwa Japani yaanza kulipa. Ziara ya Majaliwa Japani yaanza kulipa. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 4 gazeti Habari Leo. Ardhi yajipanga kukusanya bilioni 265. Ardhi yajipanga kukusanya bilioni 265. Yataja vipaumbele 7. Maeneo uwekezaji trilioni 16 yaidhinishwa. Wakazi mijini waongezeka 62%. Watumishi vicheko mikopo ya nyumba. Haya yote unayapata katika ukurasa wa 3 gazeti Habari Leo. Na baada ya kuangazia yaliyoandikwa katika gazeti la Habari Leo, na sasa mkononi mwangu nalo gazeti la Uhuru, ukweli daima. Habari kubwa inaandikwa kishindo uzinduzi ilani ya CCM 2025. Kishindo uzinduzi ilani ya CCM 2025 ni ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu kuzinduliwa leo katika mkutano mkuu. Rais Samia asema imebeba muhimu. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 2 gazeti Uhuru, ukweli daima. Dr. Biteko ataja maeneo 6 utekelezaji ilani 2025-2026. Dr. Biteko ataja maeneo 6 utekelezaji ilani 2025-2026. Serikali yadhamiria kutatua migogoro ardhi. Ndani wa habari hii utaipata katika ukurasa wa 5 gazeti Uhuru, ukweli daima. Wasomi wanasiasa wamsifu Rais Ruto kuwaomba radhi wa Tanzania. Wasomi wanasiasa wamsifu Rais Ruto kuwaomba radhi
wa Tanzania. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na sasa tuyaangazie yaliyoandikwa katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa wao wanaandika Rais Samia, ilani ya CCM imeandaliwa kwa weledi. Ilani ya CCM imeandaliwa kwa weledi, ni ya uchaguzi 2025-2030. Amesema imeandaliwa na makundi mbalimbali katika jamii, asisitiza ni chombo cha kuwashawishi wananchi kuendelea kuiamini CCM. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 4 gazeti Majira. Kapinga ataje vigezo vya ziada vitongoji kupata umeme. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 4 gazeti la Majira. Wakati huo habari picha ikimonyesha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa pamoja na viongozi mbalimbali kwenye mkutano maalum wa chama hicho uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete JKCC jijini Dodoma hapo jana. CCM yafanya mabadiliko ya katiba, vikao ruksa kidijitali. CCM yafanya mabadiliko ya katiba, vikao ruksa kidijitali. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 4 gazeti la Majira. Tukiachana na gazeti la Majira, kuna mwangu sasa nalo gazeti la Machinga, habari kubwa ikiandikwa uzinduzi ilani CCM usipime. Uzinduzi ilani CCM usipime, ni ya uchaguzi mkuu 2025 kufanyika leo mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu maalum. Rais Samia asema imeshirikisha wananchi, wataalam, imebeba mahitaji muhimu ya Watanzania, aongoza wajumbe mabadiliko madogo ya katiba ya CCM. Undani wa habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 gazeti la Machinga. Bunge laridhia bilioni 164 ardhi. Bunge laridhia bilioni 164 ardhi. Waziri Ndejembi aja na vipaumbele 7, ahidi kuibadilisha sekta hiyo kwa kuweka mifumo madhubuti ya kuondokana na migogoro ya ardhi. Avitaja vipaumbele hivyo ni kama kuongeza kasi ya upangaji, upimaji, umilikishaji na usajili wa ardhi mijini na vijijini na katika maeneo ya kimkakati. Mashamba yasiyoendelezwa sasa umiliki wake kufutwa na kupewa wananchi kwa ajili ya shughuli za kilimo na makazi. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 4 gazeti la Machinga, Mei 31 mwaka huu 2025. Na sasa tumalize taarifa na habari mbalimbali katika kurasa za mbele kwenye magazeti mbalimbali hapa nchini Tanzania. Wakati huo tukihitimisha na gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Habari kubwa katika gazeti hili inaandikwa kishindo mkutano mkuu CCM Dodoma. Kishindo mkutano mkuu CCM Dodoma. Rais Samia kuongoza uzinduzi ilani kuelekea uchaguzi mkuu 2025 leo mbele ya wajumbe. Undani wa habari hii ni katika ukurasa wa 3 kwenye gazeti hili la Mwanahabari. NHC kuendelea kujenga nyumba bora nafuu kwa Tanzania. NHC kuendelea kujenga nyumba bora na nafuu kwa Watanzania, asema Dr. Ndejembi. Asema wanaendelea kutafuta teknolojia mpya na bora katika mataifa mengine ili kupunguza gharama za ujenzi. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 3 gazeti la Mwanahabari. Na sasa mtazamaji, tuhitimishe habari kubwa za magazeti kwa kuziangazia zile kurasa za nyuma ambazo ni mahususi kabisa kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Wakati huo tukianza kuliangazia gazeti Mwanaspoti, kata kiu ya michezo na burudani, gazeti mahususi kabisa kwa taarifa, habari na tetesi mbalimbali za kimichezo. Wakati huo habari kubwa ikiandikwa Mokwena au Mfaransa. Mokwena au Mfaransa. Hawa ni wananchi Dar es Salaam Young African wanataka kufanya nini? Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Mwanasport. Wakati huo habari nyingine inaandikwa Wasauzi wawafuata Mutale Diara. Wasauzi wawafuata Mutale na Diara. Ndani wa habari hii pia utaipata katika ukurasa wa 2 gazeti hili la Mwanasport. Fei kwa Aziz Ki sawa ila tusubiri tuone. Fei kwa Aziz Ki ni sawa ila tusubiri tuone. Ndani wa habari hii ni katika ukurasa wa 12 gazeti la Mwanasport. Tukiachana na gazeti Mwanasport, katika gazeti Habari Leo pande wa habari za kimichezo, wao wanaandika Fadlu alia na ugumu wa ratiba. Fadlu alia na ugumu wa ratiba. Habari nyingine inaandikwa Msuva awafunda wanaocheza soka nje. Msuva awafunda
wanaocheza soka nje. Ndani wa habari hii tutaipata katika ukurasa wa 23 gazeti la Mwananchi. Kamati ya kerwa maamuzi mabovu ligi kuu. Kamati ya kerwa maamuzi mabovu ligi kuu. Ndani wa habari hii pia utaipata katika gazeti la Habari Leo ukurasa wa 23. Habari picha ikionyesha wachezaji wa Simba wakishangilia bao lililofungwa na Steven Mkwala kwenye mchezo wa ligi kuu dhidi ya Singida Black Stars uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam juzi. Simba ilishinda bao 1-0. Na sasa tuangazie katika gazeti la Nipashe kwa upande wa habari za kimichezo. Habari kubwa ikiandikwa Fadlu alalamika ratiba chungu, asema si haki, awapongeza wachezaji kuonyesha ubaya ubwela. Msuva arejea Yanga. Ndani wa habari hii pia utaipata katika ukurasa huu wa 22 gazeti la Nipashe, ikiwa ni Mei 30 mwaka 2025. Gazeti la Uhuru katika habari na taarifa mbalimbali za kimichezo, wao wanaandika utani wa Simba Yanga wanogesha mkutano CCM. Habari nyingine, Fadlu meno nje Simba Sports Club. Ndani wa habari hizi ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Uhuru. Wakati huo habari nyingine ikiandikwa Msuva amvuta Clement Mzize nje ya nchi. Msuva amvuta Clement Mzize nje ya nchi. Ndani habari hii pia ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Uhuru katika habari na taarifa mbalimbali za kimichezo. Na sasa tuhitimishe kwa kuangazia yaliyoandikwa katika gazeti la Majira, taarifa na habari mbalimbali za kimichezo. Simba Singida Black Stars mechi ya kisasi kesho. Ni nusu finali ya CRDB Cup, Simba yatia nanga Arusha, Singida Black Stars waitaka finali. Ndani wa habari hii utaipata katika ukurasa wa 24 gazeti la Majira. Tanzania, Uganda, Kenya za onyo maandalizi AFCON 2027. Tanzania, Uganda, Kenya za onywa maandalizi AFCON 2027. Na mpaka kufikia hapo mtazamaji, niseme sina la ziada katika habari na taarifa mbalimbali zilizoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti, lakini zile zilizoandikwa katika kurasa za nyuma, ikiwa na maana taarifa na habari mbalimbali za kimichezo. Tukutane wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.